Katibu mtendaji wa Kamisheni ya Ardhi, ndugu Musa Kombo Bakari, amewaomba wananchi kuzingatia usafi katika maeneo ya biashara zao na sehemu zinazozunguka ili kukabiliana na athari mbalimbali za kimazingira. Wito huo ameutoa mara baada ya zoezi la usafi katika soko la Kinyasini, wilaya ya Kaskazini A, Unguja, ikiwa ni utekelezaji wa shughuli mbalimbali za wiki ya ardhi na makazi. Amesema lengo la kufanya usafi huo ni kuhamasisha wananchi kuyatunza maeneo yao ya makazi yao kwa kuweka usafi wa mazingira, kwani ardhi inahitaji kutunzwa ili kuwa na mazingira salama na bora kwa makazi. Ardhi inahitaji kutunzwa na miongoni mwa matunzo ya ardhi ni kufanya usafi. Wananchi wa wilaya hii ya Kaskazini A na mkoa wa Kaskazini kwa ujumla wamepatiwa eneo hili zuri, na tuipongeze serikali yetu kwa kuweza kuwapatia soko la kisasa ambalo linatumika katika kupatia wananchi vipato vyao. Kwa hivyo ni muhimu ardhi hii kuweza kuitunza vizuri kwa shughuli kama hizi za usafi. Naye mkuu wa wilaya ya Kaskazini A, Riziki Daniel Yusuf, amewataka wasimamizi wa soko hilo na wafanyakazi kuhakikisha wanaendeleza usafi huo katika eneo hilo ili kuweka mazingira mazuri na salama ya ufanyaji wa biashara zao. Kumepangwa biashara. Kwa hivyo mimi naomba niwasihi sana wanaosimamia soko hili tuhakikishe usafi wa soko. Kule Tanzania bara kuna masoko ya mfano kwenye masuala ya usafi. Yaani ukiingia pale sokoni ufikirii kama uko Tanzania. Mimi naomba tuchukue jitihada, tuige, tujitahidi na sisi tuwe wasafi. Kwa hivyo niombe sana wasimamizi wa soko hili, kama hakuna sehemu ambazo zina madustbin makubwa kwa ajili ya kuwekea taka, mimi naomba tuyaanzishe, lakini vile tuwe na kamati ndogo za kusimamia usafi wa kila kipande. Mapema baada ya zoezi hilo la usafi imefuatia na upandaji wa miti katika eneo la Chani Masingini, ambapo katibu mkuu mtendaji wa Kamisheni ya Ardhi Musa Kombo Bakari amesema watahakikisha wanaendeleza kupanda miti hiyo ili kuweza kukabiliana na athari za kimazingira sambamba na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini zoezi hili lina maana kubwa sana tulilofanya sasa la kupanda miti. Moja ya athari kubwa ambazo tunakwenda nazo sasa ni kuharibu matumizi ya ardhi. Haya ardhi yetu tunaipanga kwa matumizi kama hili, kama tunapoliona ni eneo ambalo lina rutuba kubwa. Kwa hiyo bila shaka hili ni eneo ambalo limepangwa kwa matumizi ya kilimo. Sasa bahati mbaya sana tunaharibu matumizi ya ardhi. Maeneo kama haya unakuta watu wanakata miti, wanaanza kujenga. Sasa nilitaka nilisisitize hili la wananchi kuheshimu matumizi ya maeneo. Hii miti ambayo tunaipanda leo ni kuweza kuimarisha ile dhana ya miji yetu kuendana na matumizi, land use plan. Sasa kama ambavyo tunashirikiana katika upandaji, Mwenyezi Mungu atuwezeshe tushirikiane katika kuitunza hii rasilimali. Inawezekana pengine sheha kwa wilaya uko mbali kidogo na eneo kama hili, lakini sheha na wajumbe wake watatusaidia, halmashauri ya manispaa wakatusaidia kuweza kumonitor. Takriban jumla ya miti 2000 imepandwa katika eneo hilo. Suhaila Mcha, Sune TV.